watawasau bilhaqi watawasau bisabr. Sadaqallah. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rahma Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndugu zangu, tuko katika msiba, tuko katika jambo adhim, jambo la kumwandaa ndugu yetu na kwenda na kumwaga katika swala ya mwisho, lakini pia kwenda kumuhifadhi kwa ajili ya kuanza kuona sasa matokeo na matunda ya maisha yake katika ardhi hii. Lakini pia waliotangulia, kianza shekhe wetu kazungumza maneno makubwa, ule ndo wadhi wa leo. Yale maneno ya shekhe, yale ndo mawaidha ya leo. Ameyasema maneno yale kwa hisia kubwa kutoka moyoni. Maneno yale ya shekhe ni maneno muhimu sana, ndugu zangu. Ili tunufaike na maneno ya shekhe, kila mmoja autumie wakati wake vizuri. Unaposikia mtu amekufa, maana yake ni uhai wake, ni umri wake umeisha. Hapa penye kutumia wakati, hapa ndiko tulikokosea tukapata hasara kubwa. Ndugu yangu, ukipoteza wakati wako huwezi kuufidia kwenye wakati mwingine. Umeisha, damema yako umeyakosa, na kile ulichokikusudia kufanya kheri kimekosekana. Kitakachofuata kwako ni hasara. Mwingine anajisifia kwa umri, mimi alhamdulillah naendea miaka 90 sasa hivi, mimi naendea miaka 80, mimi naendea miaka 70. Hiyo miaka yako hiyo umeichunguza, umefanyia nini kheri? Umri ni wakati, na mwanadamu anahukumiwa kwa umri wake. Mtoto mdogo, kinachoonyesha ni mtoto, maana yake ni umri wake. Kinachoonyesha ni kijana, ni umri wake. Kinachoonyesha huyu ni mzee, ni umri wake. Hizi nyakati hizi tuzitumieni katika kheri, ili muda wetu ukiisha tukanufaike katika maisha ya akhera. Lakini wakati huo kwenye matumizi ya umri tusisahau kusafiri na kitu kinaitwa ikhlas katika amali. Leo ikhlasi zimekosekana, lakini wakati wetu huu tumekuwa watu wa kutaka mambo mafupi mafupi mno. Kuna jambo shekhe, mimi nilikumbushe ndugu zangu maimamu, hii ni dhima mmepewa. Leo tuna watu wanatoka na kwenye safari zao kuja kuzika kama hivi kwenye dua za 40, alafu imamu anakuambia tusome tu ikhlasi 3 zinatosha. Naam, sisi tunazifahamu fadhila yake, hata mimi naisimama najua ndio msaafu mzima ule, lakini haya maneno ni ya muvira. Naam, sawa. Ni uvivu wa kusoma Qur'an. Zile fadhila zilizotajwa zisitudanganye tukaiacha Qur'an. Na hapa ili tuende sawa, manake kuna misiba mingine, mwenye msiba ana uwezo wa kusafirisha watu kama kinuji 10 wakafika kwenye msiba. Kuna mwingine hana uwezo wa kumpa mtu 1000 kari wa Qur'ani 1000 ya kufika kashi pale, hana. Sio, naeleweka vizuri? Ili misiba yetu iwe salama na misiba iwe sawa, tukikaa tu baada ya Fatiha za wazee zikawanywa Qur'ani tusome wote, alafu baadaye tuanze kutabaruku na kila kitu. Zile Qur'ani wazee wetu walizileta, lengo lake nini? Kusionyeshe huyu ni bora na huyu si bora, hasa kwenye misiba kama hivi na siku za 40. Muhimu sana. Mimi nimezurura sana kwenye vikao hivi, hatujawahi kwenda Lamu tukasema tusome kula Allahu 3, au mimi nimesahau? Naam, wale ndio mashehe wetu, lakini wao wanagawanya nini? Qur'ani zile zinasomwa, Yasini zinasomwa, watu wanatulia kwenye kisomo tu zaidi ya dakika 40. Baada ya hapo ndio mengineyo. Kwa nini? Ili kuonyesha usawa. Hapa kuna mawali wengi hatujawasikia hapa, lakini akipewa Qur'an atasoma. Kuna watu wamezidiana daraja katika vikao vyetu vya kheri kama hivi. Tukitabaruku na kila mmoja tunamsaidia marehemu. Sina maana kwamba Qur'ani zilizosomwa hazifai. Sasa hivi Allah ameleta neema. Hii ni neema namba 2. Mwanzo hawakuwepo hawa wasoma Qur'ani kwa sauti nzuri kama hivi mwanzo.
walipokuja tumesahau asili yetu. Si tunaambia tujilazimishe na elimu za zamani, tujilazimishe pia na yale mambo ya zamani yaliyotujenga kwa pamoja. Mimi usia wangu kama Athmani Laya kwamba tunapokaa kwenye vikao vya kheri kama hivi, hasa siku za misiba, imamu hakikisha na makatibu bebeni juzuu zigawanywe, tutabaruku wote, alafu baadaye tuanze tabaruka ya mashekhe makario wetu hawa, hata kama ni 10 pale, utaona tunatikisa vichwa tu. Naam, marehemu anapata thawabu, lakini tushiriki kwenye jambo hili pamoja. Hata ile kufukia tunafukiaga wote, tushiriki sote katika hizi kheri. Kuna mtu hana sauti nzuri lakini yuko karibu na Mungu sana. Wale makari al-Qur'ani kwa nafasi yao ni vipenzi wa Allah subhana, lakini kuna watu tunawaacha chini ambao pengine usiku hawalali wakimtaja Mungu, hatuwajui, lakini tukimkabidhi ile Qur'ani akasoma, tutakuwa tumemnufaisha marehemu sana. Huu ni ushauri wangu. Mimi ya kwangu ilikuwa ni haya. Kama nitakuwa nimeingilia, lakini mimi ni kiongozi pia. Ushauri